Kwa sababu busara ndio inayoharibu mpira. Kanuni zinatengeneza mpira. Kwa sababu kanuni hazichagui wewe ni nani. Kanuni inatumika. Kumbuka vilabu viko karibu 48, sio 16. Kuna vilabu vya daraja la kwanza navyo vipo. Umeona? Na wao wakisema wadai itakuwa vipi? Itakuwa ni mvurugano wa ligi. Kwa hiyo Yanga wao wamefaulu kwa kitu ambacho wao walikihitaji, wamekipata. Walidai kwamba viongozi wa bodi ya ligi wajiuzulu, wamejiuzulu. Wakadai na tarehe sogezwe mbele, imesogezwa mbele. Kwa hiyo madai ya Yanga yamekubalika. Sasa tunauliza swali. Madai ya Yanga yamekubalika. Sisi madai yetu mbona hayakubaliki? Na kwa mantikio kama madai ya Yanga yamekubalika na nyinyi madai yenu mmeshawasilisha mezani, maana barua yenu ya mwisho kama sikosei kumbukumbu zangu ilikuwa kuomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 14 kwa ajili ya mchezo tarehe 15. Na tuliruhusiwa. Lakini kuna kipengele cha 4 pale. Lazima mfuate taratibu zote za mchezo. Sawa, tuliruhusiwa na tarehe bodi ya ligi mpaka siku ya Jumamosi walikuwa wanadai kwamba dabi ipo. Na haiwezekani bodi ya ligi wao wanajiuzulu afu wanatupangia tarehe. Hii inakuwa sio fair kabisa. Yaani wao wamejiuzulu afu wakatupangia na tarehe. Kwa hiyo hii inakuwa ni vitu vya ajabu kabisa katika mpira. Kwa hiyo maana yake kwa mantikio umuone alopanga tarehe ya dabi kwa sababu bodi ilikuwa ishajiuzulu. Tunasema ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio wao. Mimi na imani kwamba walipanga tarehe afu ndio wakajiuzulu. Walipanga tarehe wakajiuzulu. Ila hakuna mtu mwingine ambaye ana maamuzi zaidi ya bodi ya ligi. Na bodi ya ligi kitu ambacho wamefanya jambo la ajabu kabisa. Wametupangia tarehe afu wao escape. Sasa hii italeta shida kwa sababu sisi hivi tunadai vitu vya msingi. Mtu leo akikwambia kwamba uende tarehe 15, unaenda tarehe 15 kucheza mpira upi? Tarehe 25. Tarehe 25. Wakati tarehe 15 sababu za msingi zikutolewa. Kwa nini ulishindwa kucheza dabi kuchezwa? Wangetoa sababu ile tarehe 15, tungewaelewa kwamba sababu ni hizi na hizi na hizi na hizi. Tumeamua tupeleke tarehe 25. Hawajatoa sababu, wanaruka wanaenda tarehe 25. Je, tukisema sisi tarehe 25 tuende tupeleke timu, ikifika siku hiyo akisema tumeirisha tena, itakuwa michezo ya ajabu. Kwa hiyo sisi tunachotaka kufanya kwamba tarehe 25 sisi hatuijui. Sisi tunajua tuna mechi 2 tu, mechi ya Kagera na ile ya Mbeya ya Kegoldi. Tukishamaliza hapo sisi tumemaliza ligi. Hizi zingine wao watajua. Na ikitokea uongozi wakapeleka timu, yani wenyewe itabidi wajitathmini. Kwa kwamba uongozi wa Simba ukipeleka timu lazima wajitathmini. Kwenye engo ipi wajitathmini mchungaji? Weka bayana. Kupeleka timu uwanjani wakati sisi tarehe yetu ya mechi ilikuwa ni tarehe 15. Tarehe 15 ndio siku ya dabi na tulitangaziwa na barua ya Simba official ilitoka kwamba sisi tunaitambua tarehe 15 na hakuna mabadiliko mengine yaliyotokea. Na mpaka mida hii uongozi wa Simba hajatoa tamko kwa sababu wanajua kwamba tarehe 15 ndio siku yetu ya kucheza mechi. Kwa hiyo tarehe 25 automatically si hata Simba wenyewe hawaitambui, ndio maana hawajatoka kusema. Kwa mantikio kwamba mashabiki wa Simba wanasema mmenuna kwa sababu leo hii timu imeondoka kimya kimya kuelekea Tabora. Na mbaya zaidi ni kwamba hivi ile Tabora tuna shida nazo. Zile ni moja ya ratiba kwa sababu zile hatukucheza. Ile tarehe 25 sisi tushacheza, tunajua tushacheza. Mmecheza tarehe 15 na nani? Sisi yani sisi kimahesabu tumebakisha mechi 2 tu. Ambazo mechi 2 tukimaliza sisi tayari tunaimani kwamba ni mabingwa. Kwa maana yake nyinyi mnaamini kwamba tarehe 15 katika uwanja wa Benjamin Mkapa mechi yenu mmeshaimaliza. Tushamaliza. Sisi tunacheza na nani? Sisi tuna mechi 2 tu. Ndio ambazo tumebakisha Kagera na ile kule. Ya tarehe 15 imeisha. Na ndio maana uongozi wa Simba mpaka leo wako kimya wa Simba. Watasema nini wakati mechi ishaisha? Msipopeleka timu kanuni zitafuata mkondo wake, mtakuwa tayari. Na ikifikia hivyo tuko tayari. Yanga apewe ubingwa, apewe point 3. Sisi tukacheze shirikisho tena. Sio mchucho daraja kwa sababu mtakuwa mjapeleka timu mchungaji. Watatukata shida ni point 15. Watakata point 15 ambazo nahisi hata Singida hata Singida hawezi kutufikia. Kwa hiyo shirikisho tutacheza. Kwa hiyo mpo tayari kucheza shirikisho kwa sababu mmezoea mashindano hayo. Tena ingekuwa vizuri zaidi kwa sababu kombe ndio tungelecha kwa urahisi zaidi kuliko klabu bingwa. Kwa hiyo sisi kwa ujumla tunachoombea sisi tukacheze shirikisho kwa kupitia njia hiyo. Sasa kama mnaombea mcheze shirikisho, si mcheze na Yanga mpasuki afu mwende shirikisho. Hiyo kitu haipo. Kukutana na Yanga hiyo haipo. Hiyo ni dharau kubwa sana. Na tunaonekana sisi wote tunaonekana kama tuna matatizo makubwa. Yaani kitu cha kudana Yanga sasa hivi wanatamba, wanasema kwamba sisi ndio nchi tunaamua, na wameenda mbali zaidi wanasema hata uongozi wenu tunaweza tukawangoa. Sasa ukiangalia kwa picha hiyo, wewe ndio ukacheze mechi unaonekana kituko hicho. Kwa mantiki hiyo mchungaji, ninachokielewa hapa maneno ya Yanga ndio ambayo nyinyi yanawapasua vichwa zaidi. Na maneno ya Yanga ni ya kweli kwani ya uongo? Walichotaka sio wamepata. Sasa kama mtu anataka bodi ya ligi ing'oke, tayari ing'oka yote wamejiuzuru kwa ujumla imeng'oka. Yaani walichotaka wao kile kimefanikiwa, hawapo. Wakati afisa habari wa bodi ya ligi anatoa utaratibu wa mchezo tarehe 15 alisema, lakini kama unakumbuka mchungaji, kwamba kuna taarifa nyeti zinakuja na kweli zikaja, mchezo kasogezwa mbele. Na kwamba hivi na Yanga walikuwa wanajua kinachoendelea. Sasa sisi hatuwezi kuongozwa na kanda mbili, haiwezekani hata siku moja. Yaani wao waonekane kwamba wana nguvu kuliko sisi, hiyo kitu hiyo ni never kabisa. Yaani leo inaonekana Yanga watupangie. Yaani kwa sababu mpaka sasa tushapangiwa ujue.
Yaani ukienda tarehe 25 yebo mwapangia. Sasa umepanga tarehe 25 umepanga wao. Na wewe unaenda unaingia kwenye mtego wao. Ndio hiyo wanasema mbuzi kafia kwa muuza supu. Hapo sasa unajua kigugumizi kinakujeje? Isingekuwa Yanga walisema kwamba sisi tunataka tupangiwe tarehe. Ndio. Mechi tungecheza. Ina maana tukienda ile tarehe Yanga wametupangia sisi. Na watatamba kweli tumapa. Sasa tuende sasa tushinde. Itokee sana mnaenda sana mnafungwa. Ina maana yake siku hiyo kombe litakuwa uwanjani. Na kombe liko uwanjani. Mchungaji, kwani wewe uamini timu yako inaweza kumpasua Yanga? Nisikilize kama nikwambie. Yanga ana advantage kubwa kuchukua ubingwa sababu gani? Kwanza yeye anahitaji sare. Ndio. Sare tu inamfavor. Sisi vyovyote vile sisi lazima tushinde. Sawa, inaweza katokea Yanga tukaenda kule tukafungwa. Yanga akachukua ubingwa mbele yetu na kombe liko uwanjani. Ni fedheha ilioje ndugu yangu. Alafu sikuchukua ubingwa tu mbele yenu na tarehe kawapangia. Na katupangia vile vile. Sasa uone kwamba hiyo ni hatari. Kwa hiyo mimi kwa kuepusha fedheha ya timu yetu, kwa kuilinda logo ya Simba na heshima ya Simba Sports Club, timu namba 5 kwa ubora barani Afrika, mechi ya 25 tusipeleke timu. Na mimi nikuulize swali moja, wewe ni mtu ambaye kidogo unapata kwenye magrupu mbalimbali ya Simba, lakini taarifa za ndani ya Simba la kufahamu, mzee Dalali kwenye kikao cha Dodoma alienda kama nani? Ndio, kuna maswali mengi ambayo inabidi sasa tusiyaseme sana. Kuna maswali ya kujiuliza mengi kwa sababu Simba ina bodi ya ligi, ina bodi yake. Upande wa Simba Sports Club kuna watu wa bodi wapo. Ndio. Na upande wa Mo kuna watu wa bodi wapo. Ndio. Simuelewa. Lakini sasa tumeshangaa pale kaenda mzee Dalali peke yake ndio kiongozi wa Simba. Na mjumbe mmoja hapa. Ya mwenyekiti. Mstaafu. Ndio alienda mwenyekiti mstaafu. Hapo akaenda na mwenyekiti ambaye yuko madarakani. Mangungu. Mangungu sasa ni 51% akawakilisha. Sawa, lakini ingebidi upande na huko utoke. Uone Yanga wameenda full. Umeona Yanga pale JSM na kweli wameenda full. Hicho Sasa kusema kwamba Yanga kule wanawaburuza msimu huu. Si ndio nakwambia hivi. Yaani kuna mambo mengi ambayo hatutaki kuyasema kwa sasa hivi, tuone kwamba itakuwa vipi, kwa sababu inatuletea picha ambazo sio nzuri. Nakumbuka kuna kipindi Kikwete kati yupo pale Jangwani wakati Yanga ya bakuli ndio inaondoka alisema Yanga baridi. Kwa sababu wakasema Simba baridi. Sasa hivi sio Simba tuko baridi. Kishindo kitakachotokea hapo watu hataamini. Ni kishindo kikubwa. Simba hawezi kufanya mambo ya ajabu. Watu wanajiuliza, kimya kila tukiingia kwenye peji ya Simba Instagram hatuoni mkiposti siku ya mechi. Wewe pata picha tu. Ni bendera ya Tanzania na bendera ya Simba. Wewe pata picha tu. Leo waamue kwamba unaipeleka timu watu wa Simba. Watu wa Yanga watakuelewa vipi? Kwa sababu hapo kuna washabiki mnaweza kushikilia bomba mchungaji kama Yanga. Kuna washabiki wanaojielewa, hapo kuna washabiki wajielewi. Hapo kuna washabiki wa maslahi. Unajua mashabiki wa maslahi wakoje? Wako wamekaa nyuma hivi wanasubiria viongozi watasema nini. Lakini si ndio nyinyi wenyewe mmegawanyika? Mimi niko strong kwa sababu mimi silipwi na mtu. Umeona bwana? Mimi nakumbuka Mwakitalima kati Zanzibar akasema tusipeleke timu Zanzibar. Hata mimi nilisema. Umeona na Berkane akachukua ubingwa. Kuna vitu ambavyo Mungu anawaambia mapema kwamba kitu fulani kisifanyike. Sasa Simba kinachotokea kwamba sasa hivi nao wameshuka na kigumizi, tuanzie wapi? Mzee Kaduguda mzee wenu alisema kwamba viongozi mambumbumbu, kwa mkipeleka timu mnakuwa bado mnaishi kwenye ile taswira. Na nakwambia hivi, katika vitu ambavyo vitatufedhesha namba moja, narudia tena, ni kupeleka timu tarehe 25. Kwa mfano. Na Yanga wana pampu. Yanga walipokuwa Shenzo wana pampu sasa hivi. Unajua wanasemeje? Wanasema nyinyi mbona msemi? Umeona bana? Mbona msemi? Kwa sababu na wao hamasa inashindikana. Watu taanza vipi? Wanataka waje msemi. Msemi. Mbona msemi? Watu wamenyamaza. Sisi tunawaambia tucheze. Mbona msemi? Wao wanataka kusema kwamba kwa sababu naona watu wananitukana kweli. Mchungaji gani unazungumza eti msipeleke timu? Wewe una adabu, wewe una akili wewe. Timu lazima ipelekwe ikacheze. Sisi wana Simba wenzako wanajifanya eti wana Simba. Sisi wana Simba wenzako sisi tumekubali tupeleke. Wewe utakataki vipi? Kumbe ni watu wa Yanga ambao wanataka sisi tukafedheke. Kwa sababu siku hii itakuwa ni aibu. Kombe liko uwanjani, Yanga wanatufunga na naondoka na ubingwa. Mtu akikupangia tarehe anajua jinsi gani ya kukumaliza. Mtu asikudanganye. Kwa hiyo akipanga anajua kabisa kwamba jinsi gani kwa sababu wao wametupangia na Yanga sasa hivi wako raha kabisa, wanakuambia tarehe 25 maandalizi yanaanza. Kwa hiyo haina kipengele. Kwa hiyo kama viongozi mimi nauliza kama wataamua kupeleka wapeleke wao. Ila mimi upande wangu mimi sijaridhika timu kuipeleka uwanjani. Kabisa. Sijaridhika kabisa. Hata kama Simba atashinda sitakubali. Ninapenda sana kanuni zifuatwe. Kanuni kifuatwa kunakuwa hakuna malalamiko. Haya yote yametokea kwa sababu ya busara. Kwenye busara imekuwa sasa hivi 70%. Kanuni inatumika sasa 30%. Sasa hii haileti picha nzuri. Na bodi ya ligi na mimi nilitamani bodi ya ligi ambayo itakayochaguliwa ndio ingekuja kupanga tarehe sasa. Hii ambayo sasa itakuwa haina kwa sababu vilabu ndio vinavyochagua viongozi wa bodi ya ligi.
Kwa hao wao siku ambao wanachagua viongozi wa bodi ya ligi ndio siku wangepanga na tarehe. Sasa hawezekani wale wanapanga tarehe alafu wao wanaondoka. Ina maana wametufanyia uhuni. Bwana mchungaji, la mwisho tunaelekea shirikisho TFF umetangaza tayari tarehe ya uchaguzi ambao utafanyika pale mkoani Tanga kumtafuta rais na wajumbe. Fomu ni shilingi 500 lakini kwa wajumbe shilingi 200. Unatamani kumuona nani ambaye unamuona kabisa anakwenda anaweza akaingia kwenye shirikisho na akasogeza mpira wetu kutoka sehemu moja kutoka sehemu nyingine baada ya masakeseke hapa na pale? Pamoja tunafahamu wale Sikaria akafanya kazi nzuri zaidi. Nikwambie kitu. Sisi tuangalie mtu anatoka Yanga au anatoka Simba. Ndio. Tunataka tupate mtu ambaye atafuata kanuni. Mtu ambaye atasimamia kanuni. Ukisimamia kanuni hakuna mtu atakaye kulalamikia. Sasa ni yupi ambaye mzee wetu aliondoka, mzee Tenga. Mzee Tenga mpaka leo anapata heshima kwa sababu alikuwa anafuata kanuni. Hakufuata mambo ya busara. Kanuni tu na mpira ulienda vizuri tu. Huyu Akaria tulianza kulalamika mambo mengi lakini hakutusikiliza. Mimi kuna vitu nikisema mlolongo ni ujumlishe hapa. Watu wataona si vipi. Sisi tunalalamika vile vilabu 9 kwa nini vinadhamini ligi vikiwa ndani ya ligi? Kwa nini vidhamini vikiwa ndani ya ligi? Lakini wanatuchenga bodi ya ligi, wanatuchenga. Wakiambiwa Akaria anatokea hapa au anatokea hivi. Hawakutusikiliza ile swala. Ni dharau hiyo. Yanga wao juzi wamekaa tu wakasema hivi. Sisi mtaka tucheze dabi, mtupangie tarehe nyingine. Pili, viongozi wang'oke. Viongozi wameng'oka na dabi imepangwa tarehe nyingine. Yanga wamesikilizwa. Simba kupiga kelele msimu mzima kwamba JSM kwa nini azamini vile vilabu, hakuna mtu anasikiliza. Uone hiyo ni hatari kubwa sana hiyo. Kwa hiyo ndani ya miaka mitatu ina maana Yanga kachukua